naomba wanitoe kwenye hiyo siasa ya masuala sijui ya ubakaji ya nini. Hiyo sio, wala sio ndoto yangu, wala simo humo, wala sitalizungumzia sana, lakini waliopanga wanajua wenyewe walichokipanga kwa ajili ya maslahi yao. Msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava Seif Shaban aka Matonya leo amezungumza kwa mara ya kwanza toka ile Aprili 9 ambapo alikuwa akishikiliwa na kufikishwa mahakamani katika eneo la Shanzu County ya Mombasa nchini Kenya akikabiliwa na shtaka la ubakaji. Kwa taarifa ambazo zilikuwa zikiripotiwa kwamba Matonya alishtakiwa kwa kosa hilo chini ya kifungu cha 31A ambacho kilisomwa pia pamoja na kifungu cha 3 cha sheria ya makosa ya kingono. Sasa tukazungumza na watu mbalimbali. Kama utakumbuka, tulizungumza na rais wa shirikisho la muziki Tanzania kujua namna gani wamefanya chochote kumsaidia, lakini pia tulizungumza na Tanzania ambaye anaitwa Rama anayeishi kule nchini Kenya Mombasa, ambaye pia alijitolea gari yake kuweza kumwekea bondi Matonya ili aweze kudhaminiwa kuweza kutoka. Of course tukafahamu ya kwamba alitoka, na alivyotoka aliomba watu wasimuongelee mpaka yatakapokuja kuongea. Leo hii amezungumza kwa mara ya kwanza kabisa. Amesema nini? Msikilize mwenyewe, huyu hapa anafunguka kuhusiana na sakata lake hili la kushtakiwa mpaka kukamatwa kule nchini Kenya. Kwanza nimshukuru Mungu, leo nimepata nafasi au dhamana ya kuwa nje katika mahakama za Kenya, lakini pia niwashukuru wa Tanzania wote kwa dua na maombi, wote kwa pamoja kwa umoja wao, lakini pia niwashukuru ndugu zangu wa Kenya pia kwa maombi na dua. Nishukuru familia yangu pendwa ya Rama Msomi kupambana nami mpaka sasa niko hapa nje. Kaka yangu Omar, kaka yangu, familia ya Naman, Kala Moto, familia yangu pia ambayo imetoka Nairobi, marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi pamoja, kina Kendi na wengine wengi. Nishukuru pia balozi yangu ya Tanzania, na kuwashukuruni sana kwa umoja na kuhakikisha jambo hili linakwenda hatua kwa hatua, japo kuwa siwezi kulizungumzia maana liko mahakama, lakini naomba wanitoe kwenye hiyo siasa ya masuala sijui ya ubakaji ya nini. Hiyo sio, wala sio ndoto yangu, wala simo humo, wala sitalizungumzia sana, lakini waliopanga wanajua wenyewe walichokipanga kwa ajili ya maslahi yao. Yote kwa yote namshukuru Mwenyezi Mungu, mama yangu mzazi Bi Zuhura Tanga na familia yote kwa maombi na dua, lakini pia tuiachie mahakama, inshallah itatenda haki kwa nafasi yake waliokuwa nayo. Yote kwa yote nasema asante Mungu, nawapenda sana wote kwa pamoja, wote kabisa.